Shataraba Ripaka Satamando Rikamando Robosakatapa ora mama. Endelea kusema na, endelea kusema na, endelea kusema na, endelea kusema na, endelea kusema na. Usikae kimya, endelea kusema na. Yeye anakusikia. Endelea kusema na. Kwa jina la Yesu tunasogea Bwana katika kiti chako cha enzi. Tunaomba Mfalme, kila mahitaji ambayo Bwana tunayahitaji, tusaidie Bwana, tusaidie Jehova, tusaidie Masia, tusaidie mwenye nguvu, kwa damu Yesu, 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 kwa damu Yesu. Yesu tusaidie, Yesu tupiganie. Ripakata shakapa orama sakatapa oriama sakatapa orama shantaraba koriba, kwa damu Yesu, 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 kwa damu Yesu. Tunayaweza Bwana, kila jambo linawezekana kwako katika jina la Yesu. Endelea kuomba. Shakatara bakanda rabakoriba rikamando robosanda rabakaitabu orama shantara bakonda orama shanda rabakanda bo rikamando robosanda rabakaita rikamando robosinda rabakaita repa shataraba rima shataraba erima sakataraba orama mama orama mama orama baba orama baba orama shakataba orima sakataba. Endelea kuomba. Omba kwa jina la Yesu. Omba mbele za Bwana, omba kwa jina la Yesu. Omba, yanasikia. Omba kwa jina la Yesu. Amesema tumuite, amesema tumuite, amesema tumuite. Nami Bwana ninakuita katika madhabahu, katika huduma hii. Ninakuita juu ya anga hili Bwana, juu ya anga hili Mfalme, juu ya anga hili kimbilio, juu ya anga hili Jehova, juu ya anga hili, juu ya anga hili. Tunakuita kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa jina la Yesu. Yesu tunakuita, Yesu ninakuita Bwana juu ya kanisa lako. Ninaondoa Bwana kila aina ya upinzani, ninaondoa Bwana kila aina ya uzito, ninaondoa Bwana kila aina ya giza kwa damu ya Yesu. Wewe Bwana umetupanda katika mlima huu ili Bwana Yesu tukutafute, tupande huu mlima tukutafute Bwana. Naomba Jehova, naomba Masia, naomba kwa damu ya Yesu, Yesu Kristo. Tokea Bwana katika anga hili, tokea Bwana katika maisha watu, tokea Bwana katika huduma hii Bwana Yesu. Ule mpango na kusudi lako ulilokusudia juu ya kazi yako, ninaomba Bwana heri masaka, heri amando saka, riba kata yanda, riba kashaka tapa. Omba kwa damu ya Yesu. Yando rima sondo rina makoriaba rika sakabando rika mando sakamando rika makando rosondo riba rika mando rosondo riba kaya. Yesu mwenye nguvu, Yesu tembea Bwana, tukuone katika ardhi, katika eneo kwa jina la Yesu. Milango yote Bwana ikafunguke juu ya Chanika. Ninatangaza kwa jina la Yesu, hakuna ambaye atatuzuia, hakuna ambaye azuiaye kwa jina la Yesu. Yule azuiaye ninamwondosha, yule azuiaye ninamkataa, yule azuiaye ninamnyamazisha, yule azuiaye ninamng'oa kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Bwana ninafungua anga hili, ninafungua anga hili
ninafungua anga hili, ninafungua anga hili. Omba Bwana Mungu, kama utaomba tena, ninafungua Bwana anga hili kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Anga hili, anga hili, anga, 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 funguka, 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 mlango wa mafanikio funguka, anga, funguka, mlango wa huduma funguka, anga, funguka, anga, funguka, anga, funguka, tanika ifata, tanika funguka, 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 ninafungua, 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 nasema funguka, nasema funguka, nasema funguka, nasema funguka, nasema funguka, 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 kila kilichofunga kinaachilia sasa, wadana manakanda, kila kilichofunga kifunguke sasa, jina la Yesu. Funguka, 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 nafungua, 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 nafungua kwa damu ya Yesu. Damu Yesu, damu Yesu, damu Yesu, damu Yesu, nafungua, 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 nafungua kwa moto Bwana, kwa moto Bwana, kwa moto Bwana, kamata moto kwenye ulimwengu wa roho. Yesu, naachilia ule moto, ule moto, ule moto, ule moto, ule moto kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rikasakatapa, 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 kila kinachozuia kazi yako Bwana isisimame, kazi yako Bwana isisonge, ninakamata madamu mwana kanda, ninaondoa hicho kizuizi, napiga hicho kizuizi, napiga hicho kizuizi, napiga kabisa, naondoa kabisa, naangusha kabisa kwa damu ya Yesu, naangusha, 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 naangusha ya giza, mipaka yote ambayo ilishawekwa kwenye ulimwengu wa roho ya makanisa ya Chanika na tangazo hiyo mipaka vunjika. Tunakuvuka leo, tunavuka hiyo mipaka, tunavuka hiyo mipaka, tunavuka hiyo mipaka. Omba maombi ya vita kwa jina la Yesu, maana Biblia inasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, juu ya mamlaka ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Nami Bwana Yesu ninaachilia moto kwa jina la Yesu, ninaachilia moto kwa damu ya Yesu, ninaachilia moto kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana, 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 achia mkuu wa anga, achia mkuu wa giza, achia kwa damu ya Yesu, achia kaza Bwana, achia watu wa Mungu, achia waabudu Bwana, achia waabudu Bwana, achia waabudu Bwana. Washa moto, washa, washa moto, washa moto wa maombi kwa damu ya Yesu. Hatutazuilika, hatutazuilika, hatutakwama kwa moto wa Bwana, kwa moto wa Bwana. Washa moto, orama sakapa, oriama sakapa, orama sakapa, Shakara baba baba baba, washa moto, washa, 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 washa moto, washa kwa damu ya Yesu, washa kwa jina la Yesu, washa kwa moto, washa, washa, washa kwa jina la Yesu. Eri masaka, eri makata, eri makata, ninakata, 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 ninakata kwa chini, ninakata kuzuilika. Bwana, ninaufungua mlango wa injili kwenye anga la Chanika, ninafungua mlango wa ongezeko, mlango wa huduma, mlango wa mataifa ukafunguka Bwana, anga la Chanika kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninatangaza katika ulimwengu wa roho kama walivyotangaza wao, nami natangaza Jehova ya kwamba mfalme, hatutazuilika, 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 hatutazuilika. Ninaita moto, ninaita moto, ninaita moto, ninaita moto
Ninasema hakuna kuzuilika hapa, hakuna kuzuilika hapa, hakuna kuzuilika hapa. Aliye kusini atakuja, aliye kaskazini atakuja, aliye magharibi atakuja, aliye mashariki atakuja, 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 atakuja. Wanakuja. Ninawaita Bwana wakaingia kwenye zizi, ninawaita kondoo wakalione zizi. Bwana Yesu, ninawaita habari za mahali hapa zikaongezeka kutembea. Bwana tupanue, Bwana tutambulishe katika mji, tutambulishe Bwana Yesu, tutambulishe mfalme katika mji wa damu Yesu. Shakara mama rika mandurubo rika baba rababa rama yama mato natangaza kwa jina la Yesu, kwa Bwana utembee, ujidirisha adamesu. Bwana natangaza kila ambacho kinavamisha watu wako wasongezeke, wasogee mahali hapa, kiondolewe sasa kwa jina la Yesu, kiondolewe sasa kwa damu ya Yesu, kiondolewe kwa mato kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana ninaita maongezeko kwenye kanisa, naita watu Bwana kuokolewa, habari kutembea kwa Yesu. Bwana kila mtu anayefika mahali hapa ukimpanda akisema mtu yote wa kumwondoa kwa damu ya Yesu. Bwana ninakuita kwa macho yako, Bwana ninakuita kwa uwezo wako, Bwana ninakuita kwa mamlaka yako. Ramasu rabakata ramasu rekabo kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Endelea kufanya vita, omba kwa jina la Yesu. Jinasue kutoka kwenye mitego ya nguvu za giza. Piga hizo nguvu, ziachie maisha yako. Hori ya masaka, nasema achia kanisa la Bwana, achia kwa jina la Yesu. Achia natanga majinasi ya kwamba hakuna wa kutuzuia kwenye mji. Bwana umetupa chandika tumiliki na kuitawala. Chandika iko mikononi mwetu, chandika ni ya kwetu. Majinasi Dar es Salaam ni ya kwetu, Tanzania ni ya kwetu, Afrika ni ya kwetu, dunia ni ya kwetu. Kwa jina la Yesu tunakamata, kwa jina la Yesu tunaita, kwa damu ya Yesu Bwana tunatangaza kumiliki na kutawala katika ile, kwa jina la Yesu. Bwana nasema chandika iko mikononi mwangu, na ikawata na ichukua na imiliki kabisa kwa jina la Yesu. Hakuna aweza kuzuia. Oramasa huo mlango unafunguka kwa jina la Yesu. Huo mlango unafunguka kwa damu ya Yesu. Huo mlango unafunguka. Oramasa origosi majina Yesu. Moto karabosa raba reko rikabo bomba kwa Yesu. Bomba kwa Yesu. Tumekuja kuomba, bomba kama hautaomba tena, bomba kwa Yesu. Bomba kwa Yesu. Bomba moto wa Bwana, chochea huo moto, kwa jina la Yesu, kwa jina
la Yesu. Naona moto unaingia ndani yako kwa jina la Yesu. Chochea moto, omba kimaanisha usikae kimya. Omba hapa, tunaita ushindi, tunatengeneza ushindi kutoka kwa Bwana. Lazima tushinde, tumeleke kwa jina la Yesu. Tunaziangusha falme zote, tunaangusha ira zote, tunaangusha chini, tunapiga chini kwa jina la Yesu. Bwana, tunaita nguvu zako Bwana, tembea kati yetu, tuone neema yako, tuone nguvu zako, tuone mamlaka yako, tuone neema yako, tuone nguvu zako kwa jina la Yesu. Bwana, onekana mahali hapa, Bwana Yesu, onekana kwa kila mtu. Tunaomba Bwana ndani ya mfumo wa siku 40. Yesu, tembea kwa jina la Yesu. Rababa Riyamasa Rabasuka Rimasaka Masaka. Omba kimaanisha kwa jina la Yesu. Chini ya maombi haya hakuna kaka kuzuia kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana unashuka mahali hapa, unashuka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nasema kila vifungo vyovyote ambavyo vinang'ang'ana kushika maisha yako, vinafunga maisha yako, natangaza kwa jina la Yesu, kila kifungo kikatika kwa jina la Yesu. Kifungo cha ndoa, kifungo cha uchumi, kifungo cha familia, kifungo cha kiroho, tunatangaza kwa jina la Yesu katika kwa jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika Bwana, moto uko ni madhabahu usizime kabla kwa jina la Yesu. Rimasa rabasaka rima ayama rimasa karababa Thibitika Bwana, thibitika Jehova ya kwamba Mungu umetuita katika mji, umetuweka katika mji. Thibitika kwa jina la Yesu, thibitika kwa damu ya Yesu, thibitika kwa mama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasema kwa jina la Yesu, uwe hai, uwe huru kwa jina la Yesu. Ni masaka adamu anakanda. Omba kwa jina la Yesu, kataa unyonge, kataa kuonewa, kataa mashetani, kataa giza, kataa mizimu, kataa vifungo, magonjwa. Yaambie sikutaki kwa jina la Yesu. Angusha hizo ngome kwa jina la Yesu. Kila ngome ambayo imesimama mbele zako, kila ngome ambayo imezuia maisha yako, kwa damu ya Yesu nafunga. Chochea moto wa jina la Yesu. Moto wa Bwana unawaka, moto wa Yesu waka. Washa sasa kwa moto. Hawatakugusa. Kataa kuonewa na nguvu za kuzimu, kataa kuonewa na nguvu za ibilisi.
Yesu, kataa kwa jina la Yesu, kataa ana Yesu, kataa kuonewa, kataa kuonewa, kataa kuonewa, ana Yesu, ana Yesu, ana Yesu, ana Yesu, ana Yesu, ana Yesu, kataa kuonewa kwa moto, kataa kuonewa, usionewe tena kwa jina la Yesu. Angusha hizo nguvu zote ambazo shetani anaziachilia katika maisha yako, zinakuzuia, zinakufunga, zinakufanya unakosa amani kwa jina la Yesu. Ninaachilia kwa moto Bwana, kwa moto, 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 moto Yesu, moto Yesu, moto Yesu, moto Yesu, kwa jina la 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 Yesu, fiata hizo nguvu, piga kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, holy baba baba, holy baba baba, in the mighty name of Jesus, rikasakatapa, we rebuke every demonic power, every demonic power, kwa jina la Yesu, kwa damu ya 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 Yesu, moto, 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 moto. Moto, kila mipango ya kuzimu juu ya kazi ya Bwana, juu ya kanisa, ile mipango ya kuharibu kazi ya Mungu, ile mipango ya migogoro, ile mipango ya kuasibu, ile mesa, nafuta, napiga, nachomoto, jiombe, kata yoari, wanaoprovia, wanaoiona hiyo hali inaondoka, mateso, inaondoka, mamato, inaondoka, omba wewe, usikubali shetani akukalishe chini, mateso, lazima utoke, nakasa, Shakara baba, rikamandro, chochea, kuna jambo linatokea, chochea, huo ni moto kwa jina la Yesu, hakuna kukuzuia, hakuna kukuzuia, huo ni moto, natangaza moto juu ya moto, kwenye familia yako, kwenye maisha yako, kwenye nyumba yako, kwenye ndoa yako, hakuna kukuzuia kwa damu ya Yesu. Washa moto, moto mkubwa, heri masaka, Bwana wa Mungu, tunaomba, Yesu, shuka nani hapa, tena Bwana, tetea kanisa, tetea, rakasa, raba, tunasambaza damu ya Yesu, moto Bwana, damu ya Yesu, damu ya Bwana, tuna majina na Yesu, moto, wacha Bwana atembee, adhirike kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Operation kwa jina la Yesu, operation kwa jina la Yesu, natangaza chini ya moto huu, kila uchawi uteketee, kila giza uteketee, kila upinzani uteketee kwa jina la Yesu, chini ya moto huu, kila majini yateketee, kila mapepo yateketee chini ya moto huu. Ninaita moto Bwana, nateketeza hizo nguvu, hizo nguvu majina zinateketea, zinaungua, kila nguvu ambayo imekushikilia kwa muda mrefu, imekukamata kwa muda mrefu, haitaki kuachia, hiyo
ya nguvu, achia moto, 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 teketea, 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 chomeka, 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 renesha, renesha, teketea, 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 moto, 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 kila uchawi, kila ushirikina ambao Bwana unafanyika katika malango, ninatangaza kwa moto, 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 moto Bwana, moto Bwana, moto, 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 moto. Shakara baba baba baba. Sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako, tuangalie Bwana. Sisi wana wako tuko mbele zako, angalia Bwana. Watoto wako tumekusanyika, tuangalie Bwana. Angalia Bwana, 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 angalia Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Bwana, ni wewe unayetupenda, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Bwana. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Ita Baba yetu, ita, mimi ninakuabudu. Ita Baba yetu, mimi ninakuabudu. Mbele zako ndio Bwana Yesu, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Umejawa na neema, na neema tele. Umejawa na neema, na neema tele. Kama sio wewe, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Kama sio wewe, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi? Bwana Yesu, umejawa na rehema, na neema, na neema tele. Umejawa Bwana, umejawa na neema, na neema tele. Asante Yesu Mfalme, wewe ni Mungu wa sana. Tunakushukuru Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako, tunakushukuru kwa ajili ya uwezo wako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu. Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kila nguvu isiyokuwa ya Mungu iondoke katika maisha yako. Yesu aondoe kila kifungo,
In the mighty name of Jesus. Neema ya Bwana iwe juu yako kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukae kidogo, kisha tunaingia tena kwa maombi ya mwisho, tutakuwa tunamaliza. Sasa naomba simu niwe naangalia muda. Kwenye kamera. Jina la Bwana libarikiwe sana. Unayo amani? Unayo imani? Basi tunatakiwa tusichoke sana, maana kesho tuna huduma, ila nataka tuendelee pale tulipoishia. Nitazungumza ule mstari, lakini nitaongeza kitu kidogo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12. Jana nimesoma nikaishia mstari wa 5. Nataka niendelee mbele kidogo, alafu nitakusomea na mstari mwingine, kisha tutarudi tena kwenye maombi. Wangapi mnapenda kuomba? Ukiona upendi kuomba, maana yake umefungwa na shetani. Hakuna namna ambavyo unaweza ukasaidika bila kuomba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nasema hivi, hakuna namna ambavyo utapata msaada kama roho ya maombi haipo. Ndio maana shetani anachofanya cha kwanza, unaona kama sasa hivi unajitahidi kuomba, ila siku utakayoona ghafla roho ya maombi imeondoka, jua ndipo shetani ameshaingia katika maisha yako. Shetani hawezagi mtu anayeomba, ila akitaka amweze huyo mtu anayeomba, cha kwanza anaifyonza ile roho ya maombi. Ndio maana unapoishi katika maisha ya kumtafuta Mungu, lazima uishi kwa kuwa unafanya tathmini kwamba mwaka jana mbona nilikuwa na uwezo wa kuomba masaa 2, mbona nilikuwa na uwezo wa kuomba nusu saa, ila mwaka huu mbona tu imebaki naomba dakika 2. Lazima ujitafakari. Ukiona kiwango cha kuomba kinapungua, maana yake shetani amekwisha ingia katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna atakavyoishi mwanadamu bila kuwa na maombi. Maana kama ubebi ilizi, maombi ndio ilizi yako. Kama utegemei mizimu ya kwenu ikulinde, maombi ndio kila kitu. Kwa hiyo hatuna budi kufanyaje? Kuomba. Mwambie mwenzako kuomba lazima. Na huo mpango kwamba kila ibada ya Jumapili tunaomba si chini ya risali 1.5. Tunaomba si sasa, yani lazima tuombe. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Mstari wa kwanza nitasoma na niliyosoma jana na kuendelea. Panapo majira yale Herodi mfalme akanyosha mikono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa bidii au kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Sema kuomba kwa juhudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kuomba ila kuna kuomba, kuna kufanya kazi ila kuna kufanya kazi, kuna kusoma ila kuna kusoma. Ndio maana mtoto akishindwa, walimu wana comment pale kwamba aongeze nini? Bidii. Aongeze bidii katika yale masomo atakayopata FF C ngapi, wanamwambia katika ya masomo aongeze bidii. Mungu anapenda watu wenye bidii. Na nitakufundisha siku moja namna gani bidii ambavyo inaweza kumfanya Mungu
akakuangalia kwa jicho lingine zaidi ya mtu yeyote. Ndio maana nikasema ukitaka utoke kwenye shida ulizonazo, usimwangalie mwenzako, wala usiwe na imani kama ya mtu yeyote. Wewe kuwa na imani yako, fanya zaidi ya wengine wanavyofanyaje, wanavyofanya. Sema amina. Sasa kanisa hili lilikuwa linaomba siku zote. Ni kanisa la kwanza la Kristo. Wenzangu wa Kristo, kanisa lilitokea hapa. Kwa sababu tukumbuke Yesu hajawahi kujenga kanisa duniani. Amen. Yesu hajawahi kufanyaje? Kujenga kanisa duniani. Wala hakuna kanisa Yesu alilosali. Kwa sababu kama ingetokea Yesu akasali kanisa fulani au akachunga kanisa fulani, watu mpaka leo wangekuwa wanasafiri wanakwenda kuiji kwa ajili ya kusali kwenye kanisa alilosali Yesu. Kwa nini Yesu hakuja na kanisa wala hakuanzisha kanisa? Kwa sababu kilichomleta Yesu duniani sio kuanzisha dini, ila Yesu alituletea wokovu kwa sababu dini zilikuwepo. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari njema ni kwamba Yesu alituletea wokovu. Na tunasema wokovu ni mpango wa Mungu mwenyewe kutoka mbinguni kumtafuta mwanadamu. Ila dini kama hii, kama TAG, Katoliki, FP, zote hizo unazoziona ikiwemo na ya kwangu, zote hizi ni mpango wa mwanadamu kumtafuta nani? Mungu. Tunafanyaje? Kuna sheria, tunajiorganize, tunaamua kumtafuta Mungu kupitia hilo kanisa. Kwa hiyo Yesu alikuja kwa kila mtu, awe Mkristo, awe Muislamu, awe mpagani, awe mganga wa kienyeji, awe mvuta bangi, awe mnywa pombe, awe mfunga irizi. Yesu alikuja kwa ajili ya watu kama hao. Kwa hiyo kanisa la kwanza lilianzia hapa, na walioanzisha hili kanisa walikuwa ni mitume wa Mungu, ambao wakati Yesu anaondoka walibaki mitume wangapi? Hello? Yesu alichagua mitume wangapi? Wakati anakufa, anafufuka, anaenda mbinguni, aliacha mitume wangapi? 11. Lakini pamoja na kuacha mitume 11, kwa sababu ilikuwa ni lazima itimie 12 ambayo ndio hesabu ya makabila ya Israeli, wakapiga kula kuchagua mtume ambaye ni mbadala wa nani? Wa Yuda. Sema amina. Mko unalijua hilo? Aliangalia ile andiko ambapo walipiga kura hapa, wakamchagua Matia. Sijui ni ngapi. Tuliache tulisoma siku nyingine. Sasa baada ya hayo tunaona kanisa la kwanza linaanzishwa, ambalo tunaita ni kanisa la mitume. Linaanza, yani kanisa la kwanza duniani lilianzia hapo. Wala kanisa la kwanza sio Roma, ila kanisa la kwanza ni hili la mitume. Linaanza sasa, wanaanza kuieneza injili na kusema matendo makuu Mungu aliyoyafanya, jinsi ambavyo walimshuhudia Yesu amefufuka. Yesu yuko wapi? Amefufuka. Sasa hili kanisa lilikuwa linaomba, lakini pamoja na maombi ilikutana na misukosuko. Watu wa Mungu, imani ni vita. Mwambie mwenzako imani ni vita. Kuamini ni vita. Shetani hatakuacha uamini uwe free, yaani uamue tu kwamba umeamini, hata kubuguzi tu ukae. Hilo haliwezekani, siwezi kutia moyo. Shetani usiku na mchana anapinga wale waliosimama. Ukiona upinzani mkubwa, maana yake shetani anajua ulichokibeba, anajua Mungu uliye naye. Sema amina wewe kama unaelewa. Shida yetu hatutambui. Unajua kuna watu wanafika sehemu wanaacha imani kwa sababu wamekutana na vita. Dada mmoja aliokoka kutoka Uislamu, tulikuwa naye, nilipoona mambo magumu akasema kwanza toka niokoke ndo mambo magumu, kabla ujielewe. Na sijui yuko wapi, na wala sitaki hata kujua yuko wapi. Biblia inasema njia ile ni nyembamba
iendayo wapi? Lakini nayo kwenda upotofuni ni pana, na wanaoingia ni wengi. Bwana asifiwe sana. Umekubali njia? Umekubali njia nyembamba au pana? Umekubali njia gani? Nyembamba. Ila kuingia sio mchezo. Sasa hao watu walikuwa wanaomba, wana vita kali sana. Yaani mpaka hiyo sura ya 12 wamekwisha kutana na mambo mengi sana. Petro walishafunga, wakamfungua, akaondoka, akaendelea kuomba, akaendelea kuhubiri. Kuna vita ilikuwa inatokea. Kanisa la Mungu lazima lipitie msukosuko, kwa sababu sisi hapa tulipo hatuna vita na watu, tuna vita na ufalme wa nani? Wa Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapambana na pepo, tunapambana na kuzimu. Kwa hiyo kuzimu haitokubali, yaani haitokubali kwamba sisi twende kirahisi. Na ndio maana lazima uelewe kwamba uko katika hali gani. Sasa kanisa la Mungu limekutana na vita kali. Siku zote walikuwa wanaomba, hao watu walikuwa wamejaa roho, ndugu yangu. Walikuwa wako vizuri sana. Wako vizuri mno. Lakini pamoja na nguvu ambayo walikuwa nayo. Ujue hawa mitume walikuwa na nguvu nyingi sana za Mungu, ila vita haikuisha. Sasa jiulize wewe mwenzangu, hauna nguvu, haufungaji au uombi na bado una vita. Utatoboa katika hiyo vita? Kama Petro ambaye alikuwa anaponya wagonjwa wananyanyuka tu viwete. Ukisoma kile kitabu cha, nitakupa matukio mawili kabla ya hilo. Tukio la kwanza linamtokea Petro kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Wanakwenda kusali saa 9, saa ya kusali katika hekalu moja. Kulikuwepo mlango unaitwa mlango mzuri. Wanaingia, wanamkuta kiwete toka kuzaliwa kwa mama yake, toka tumboni mwa mama yake ni kiwete. Petro alikuwa na nguvu, rafiki yangu. Yule mtu anawaangalia kwa matumaini, kwa sababu alikuwa ni ombaomba. Petro akamwambia, Biblia inasema akatumainia kwamba atapata kitu kutoka kwao. Lakini Petro akamwambia, hatuna fedha wala dhahabu, ila tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu simama. Akuomba akasema, kwa jina la Yesu simama wewe. Yule jamaa akasimama, akatembea. Jamii nzima ikamjua kwamba huyu si mtoto wa fulani, alikuwa kiwete. Petro alikuwa na nguvu. Amen. Lakini ukisoma sura ya 5 unaona Petro, mtu mmoja, mke na mme, anaitwa Anania na Safira, wakauza sehemu ya eneo, wakapeleka mapato ambayo sio mbele za Mungu. Safira akafa na nani? Na Anania akafanyaje? Yaani Petro alikuwa anasema, imekuwaje nimemwambia roho wa Mungu uongo? Kufa. Mtu anadondoka na kufa, anaenda kuzika. Kanisa likapata hofu. Unajua ingekuwa hivyo, kuna watu humu hawajielewi. Yaani mtu anafanya kosa unamwambia kufa, afu anakufa. Kila mtu atatetemeka. Ataanza, yaani mchungaji akisema neno unakwenda kwenye njia ile ile. Lakini sasa hivi Mungu wetu ni wa rehema. Yaani mimi naweza nikasema huyu jamaa hafu. Sio kwamba umekufa siku hiyo, ila mambo yako ndio yamekufa, maisha yako yamekufa. Utaishi kwa shida. Ila Petro alikuwa anasema kufa. Mtu anafia pale pale. Huyo mtu akawa mchezo. Lakini pamoja na yote shetani haya hayaogopi. Sema amen. Wanamkamata mtume huyo. Sio Petro tu. Ipo siku nitakuonyesha sehemu ambapo Paulo alipelekwa gerezani, alipelekwa sokoni Paulo kwa sababu ya injili, akavuliwa nguo zote. Soko kubwa hapa ni Mabibo tuseme. Au ni nani Bungoni sijui wapi, Ilala. Mtu anapelekwa pale anavuliwa nguo zote. Zote nguo. Wanaume. Mtume ambaye anaponya watu. Ambaye Paulo akiwa anatokea Kariakoo, watu wanapanga wagonjwa wao barabarani kwa sababu hana muda wa kuomba, watu ni wengi. Yeye safari yake anatakiwa aje kuhubiri Chanika, lakini watu huko katikati wanasema na sisi uponyaji usikupite. Wanapanga wagonjwa, alafu kivuli wanapanga wagonjwa pale kivuli kinapoangukia. Kwa hiyo Paulo tu anapita anaondoka zake. Kivuli kikimwangukia mtu amepona. Kikimwangukia mtu amesimama. Kiwete ananyanyuka. Sijui mwenye kansa inatoka. Anaendelea na safari Paulo. Lakini anavuliwa nguo. Anabaki uchi. Wanamcharaza fimbo,
sizo za mapigo. Biblia inasema wakawapiga mapigo makubwa, alafu wakuishi hapo wakawashika wakawaweka gerezani. Sio kwamba Mungu haoni. Wakati mwingine unachokipitia sio kwamba Mungu akioni. Sema amina. Kuna kitu Mungu anakitafuta ndani yako akione. Je, huyu mtu ananipenda? Ni mvumilivu? Mungu akishakichunguza akaona huyu sio mvumilivu, wala alikuwa anipenda, alikuwa anapenda muujiza wangu, na mwenyewe Mungu anakuacha. Lakini wale jamaa pamoja na kupigwa wakawekwa gerezani, usiku wa manane gereza likafunguka, wakatoka tena wakaenda kuhubiri. Sasa Petro amekamatwa, ni mtume wa Mungu. Fikiria Petro anakamatwa, mtume anafungwa gerezani. Ila pointi ya msingi, kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Maana yake likaomba zaidi ya siku zote. Kuna matatizo utakiwa uombe kawaida. Amen. Kuna matatizo yakitokea hautakiwi ulale kitandani. Unaacha kitanda, ikiwezekana hamia kanisani. Ndio maana mimi mtu akisema anapitia majaribu lakini sijamuona amekuja kulala kanisani binafsi akiomba, najua bado shida yake haijafika vizuri. Shida ikienea kitanda unakiacha. Kisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza, ukisoma kwa mtiririko mpaka chini, utamuona Hana ambaye alikuwa ni tasa. Mwanamke mwenzie Penina anamsema, kwa sababu Penina amezaa, Hana hajazaa, na Hana ndiye mwanamke wa kwanza mkubwa wa Elikana. Ilifika sehemu uchungu ukakaza, kwa sababu alikuwa hajaonyesha bidii, alikuwa hajaonyesha juhudi. Akaacha kitanda, akasema sintakula wala sintokunywa na kwenda nyumbani mwa Bwana. Biblia inasema alipoenda akamlilia Mungu, Mungu akampa Samueli. Kuna bidii haujaionyesha ili Mungu aweze kukufanyia. Sijui kama nazungumza na mtu. Kwa nini Biblia inasema wakamwomba Mungu kwa juhudi? Siku zote walikuwa ni waombaji hao watu, lakini waliona hili jambo ni zito. Uzito utakaochukulia pito unalolipitia au changamoto ulionayo, uzito utakaouweka ndio huo uzito Mungu atakao kuonyesha, atakujibu kwa uzito. Lakini ukiliona jaribu au unaona vitu haviendi, unachukulia kawaida, nataka nikwambie vile vile na wewe utabaki kwa hivyo kwa kawaida. Amina. Amina watu wa Mungu. Amina tena. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Na narudia tena, waga nasema. Hata jana usiku nilikuwa naongea na mtu kama saa 8 usiku. Aliniuliza swali akasema, hivi mchungaji, yeye yuko Kenya, mchungaji, mbona watu wa upande wa giza wanafanikiwa? Wako vizuri, wanashinda maklabu, wana magari mazuri, hawapitii majaribu kama ninayopitia mimi niliamini. Nilitumia message, ilikuwa naingia kwenye maombi kwa kama saa 7, nikamwambia subiri. Tumaliza maombi ya kwanza saa 8:30 na kutafuta. Kampigia. Ingekuwa wewe unajibuje hilo swali? Na kweli aliuliza uongo. Anayemiliki Butiama ameokoka? Nakuuliza, anayemiliki Butiama ameokoka? Ila sana miliki na wewe unakwenda unakunywa hata soda na supu kama strip. Tunakwenda Butiama hapa, unapeleka watoto kuogelea, kubatiza. Tunabatizia pale. Ameokoka yule jamaa? Okay. Sijui anayemiliki shule ya Winga, sidhani kama ameokoka. Nina ndugu zangu wana shule kubwa kuanzia chekechea form 6, hawajaokoka. Akauliza swali ambalo ni very technical. Yaani ni swali ambalo ni swali makini. Okay, ingekuwa wewe ungemjibu nini? Hebu niambie. Kwa nini ambao hawajaokoka wanafanikiwa? Ungejibu nini? Mzee, ongea hapo kwa umekaa. Ungejibu nini? Mbona wanafanikiwa ila sisi ambao tunasema ni Kristo ni Bwana, watu wengi tuko hivi. Kaa vizuri na Mungu. Safi. Mwingine? Bwana asifiwe sana.
hatua. Wewe mterevu, si ulikuwa mganga wa kienyeji? Sasa kama ulikuwa mganga wa kienyeji, vipi ulivyokuwa ukipata mteja ukimpa masharti? Bwana sifiwe. Nilikuwa naangalia kionjo cha movie fulani, jamaa ameenda kwa mganga akamwambia, ukitoka hapa mpaka nyumbani usiongee na mtu. Akawa anaenda jamaa akisalimu habari za leo. Sasa kumbe yule jamaa anapenda wanawake, ghafla akapita dada anafanya hivi, anajitikisa. Jamaa akatazama, Fred akamwambia, kaka nimekupenda. Nimekupenda zaidi. Afu ghafla akakumbuka maneno ya mganga, ukiongea una siku 2 za kufa. Bwana asifiwe sana. Mimi nakumbuka kipindi fulani nyumbani tukiwa na matatizo tunakwenda kwa waganga. Tulikuwa ni waaminifu. Alafu unakuwa na imani. Sijajua watu kwa nini mna imani sana na vitu vya giza kuliko vitu vya Mungu. Sijui. Yaani ile imani na zile bidii ambazo mlikuwa nazo kule, mkizihamishia kwa Mungu, wewe sio mtu wa kawaida. Sasa wale upande wa pili nikaanza kumjibu jamaa, nikamwambia kwanza wale hawakoseagi. Mganga hawezi kukwambia ufike saa 3 kamili kwenye kiringe, kwenye madhabahu yake, kwenye kanisa la kishetani, ukafika saa 4 akakuhudumia. Ili akuhudumie lazima akupige fine. Ukweli uongo? Watu wa Mungu, kweli uongo? Wangapi mlishawahi kufika kwa mganga? Hata mimi nikiwemo. Usijifanye umeokoka sana, nyosha mkono. Okay, ukienda mganga akwambia saa 2 kesho asubuhi, hata kama mvua ingenyesha ya mawe, saa 1 kamili uko pale, unaogopa usije ukakosea. Kwa Mungu tukisema ibada saa 1 kamili, watu wanakuja saa 3. Halafu huyo ndo anategemea kama Mungu atamponya, atamsaidia. Mungu hayuko hivyo. Ndio maana tunashindwa, kwa sababu tuliyemwamini hatumjui. Hatujui anataka nini. Jina Bwana barikiwe sana. Jina Bwana barikiwe sana. Nakumbuka siku moja mganga alitupa sharti akasema, mwe mnaamka usiku, mnazunguka geti mara 7. Aro. Yaani nilikuwa nakunywa kahawa ile kali nisilale. Naogopa ndani ya siku 7 nisije nikakosea matatizo yakarudi. Ila tulizunguka sana wala matatizo ya kuondoka. Unazunguka ukiwa unaamini. Mganga mmoja alimwambia mamangu wakati nasoma, akasema ule mfupa wa nini sijui, mfupa wa nguruwe poli, kwamba ukiushona kwenye nguo hakuna mchawi wa kukugusa. Rafiki yangu nilikuwa najiamini. Yaani nilikuwa nikifua ile nguo na ianika pale kaptura na iangalia mpaka ikauke, na ichukua na naivaa tena. Alafu nawaambia watu wote bwenini, hakuna mtu wa kunigusa hapa. Mimi niko vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Sasa upande wa Mungu tumemfuata ila hatujamwamini vizuri. Ndio maana hatuoni matokeo. Tukibadilika, tukatoka katika zile hali. Hakuna jambo baya kutembea na Mungu kwa mazoea. Mazoea ni kwenye dini. Kwenye dini hakuna jipya, kwa sababu unajua kabisa mtumishi akisimama anaanzia hapa, anaishia hapa. Na muda mnaujua kwamba ni saa 5 kamili mmesharudi nyumbani. Lakini unapoingia kwenye mfumo wa kuokoka ukasema nimeamua kumfuata Yesu, ili Mungu akusaidie, lazima kila siku iendao kwa Mungu ujue Mungu ana jambo jipya kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wa upande wa pili, rafiki yangu, wameimanisha, hawana mchezo kabisa. Ni watu ambao wamejidhatiti. Ndio maana madhabahu zao zinawafanikisha. Sisi hatujajidhatiti vizuri. Lakini Mungu tuliye naye ni zaidi. Jamani, niliongea naye sana. Nilimwombea kipindi fulani akapata hela. Mtu mmoja akamtumia hela sijui kutoka wapi. Akamtumia kama 2,216 ya Kenya. Unajua 2,216 ya Kenya ni karibia milioni 3 ya Tanzania. Unalijua hilo? Milioni 3 inafika au 4 inafika.
au 5 kasoro. Akafurahi sana baada ya kumwombea, lakini kumbe pamoja na kuomba na muombea, yeye anakunywa pombe kwa siri. Yaani akaichukua akaiweka kwenye biashara, ila akipata faida kidogo. Mimi nikamwambia jana, niambie ukweli, kwa nini unafeli? Kaniambia ni kweli pastor, pombe na kunywa. Pombe na kunywa. Ila mganga akikwambia usilale na nguo, lale uchi ili uwe tajiri, utalala na nguo? Sio kwa mganga tu, hata kwa manabii wa sasa ambao ni manabii wa uongo. Unajua mama mmoja alikuja kanisa, alikuja ofisini, alikwenda kuombewa, nabii akamwambia vua nguo nikupake mafuta mgongoni. Mama akavua. Sasa ana shida, akavua. Sasa tunapomfuata Mungu lazima tumjue Mungu ambaye tumemfuata anahitaji nini. Kuna vitu vidogo ambavyo tunavifanya vinamfanya Mungu asizi, akae kimya. Ishu ya kwamba umeombewa sana haijawezekana, kuna tatizo. Wakati mwingine tatizo linaweza likawa linaanzia kwetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona ndani ya kanisa wengine watakuja watapona, wengine hawapona. Mgeni anaweza akaja tu siku moja akapona, akaondoka. Lakini ukashangaa yule ambaye yuko siku zote yuko vile vile. Kwa nini? Amezoea, na wakati mwingine ameshasema basi mimi nishaamua kusali hapa basi ili nishi. Yani kuna akili ambayo ameshaipata. Kanisa likamuomba Mungu kwa bidii, kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Wakaomba. Wewe ukitaka utoke kwenye hilo jaribu, ndugu yangu, ongeza bidii. Ongeza bidii ya ibada. Ongeza bidii ya kumtolea Mungu. Ongeza bidii ya kufunga. Ongeza bidii ya kuamka usiku kuomba. Utaona mambo yanaondoka. Wakati mwingine kuna vitu ukishamjua Mungu sio mpaka uombewe. Mwambie mwenzako ukishamjua Mungu sio mpaka uombewe. Mwambie tena sio mpaka uombewe. Sasa wewe ngoja nikuulize. Utaombewa mwaka wa kwanza, wa pili, wa 7, wa 10. Kichwa lazima kitaota sumu. Sababu kila mtu atakuwa anashika na mwingine akikushika ana ustaarabu, anashika, unasikia umeshikwa kweli. Maana ni kuna watumishi akikuombea anakulazimisha uanguke wakati wewe hutaki kuanguka. Bwana siwe sana. Atakuzungusha mpaka utasikia shiko limechoka, unasema ngoja nijidondoshe tu. Cha kufia ni nini? Unapookoka ukaanza kujua mambo ya Mungu, wewe unaye Mungu. Mungu aliyeko ndani ya mchungaji ndio Mungu ambaye yuko ndani yako. Unaelewa vizuri? Mimi na wewe tutatofautiana sehemu moja tu. Kwa sababu mimi nakuelekeza njia, lakini Mungu wetu ni mmoja. Sasa hata wewe unatakiwa ufike sehemu ujitambue. Sio kwamba utaombewa, kwa vitu utaombewa, lakini usiishi kwa kutegemea kuombewa. Kisha kaa ndani ya kanisa umekaa zaidi ya miaka 5 bado unaombewa, kuna tatizo. Lazima ujifunze kusema na Mungu, na Mungu anakusikia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakamuomba kwa bidii, wakaomba zaidi ya siku zote, wakasema hapana, Mungu haiwezekani. Petro amefungwa. Wakaomba. Huenda walikuwa usiku wanaomba masaa 3, wakaamua waombe masaa 12. Wakakesha, kwa sababu hata Petro alipotoka gerezani ilikuwa ni usiku wa alfajiri, alikuta bado wanakesha wanaomba. Bwana asifiwe. Walikuwa bado wanaomba usiku, wanaomba. Ukiona umechoka kuomba, shida yako haijakukaza vizuri. Ukichoka tatizo, lazima utachukua hatua. Hivyo yule kijana aliyesafiri kutoka Njombe, unadhani ni mchezo? Mtu anatoka Njombe anakuja Chanika kuombewa. Sio mchezo. Mimi sikuchukulia kawaida. Jua yalikuwa hapa. Kwa hiyo alinieleza matatizo, nikasema siku ile ilamchomoa pepo raka alikuwepo Mama Irina. Unakumbuka Mama Irina? Mwingine naye alikuwepo. Na Epi na Mama Irina. Sasa kijana mzuri maskini. Sisi mlimwona alivyo mzuri, ila wamemloga. Pepo lina nikamwambia hata waume zenu mapepo wanayo.
ila hawataki kuja kanisani. Anatokwa na pepo mwanaume. Ndio akakwambia eti mwanaume anaga pepo. Wanaume wana mapepo vizuri sana, ila ni kwa nini hayaonekani? Kwa sababu hawapendi kuja wapi? Kanisani. Wanakusukuma wewe, ni kama wana shida, nenda uombewe, nenda niombee na mimi, niombee na mimi. Wana mapepo vizuri sana, na bora Mungu asiwalete, kwa sababu viti vyetu vitavunjika, vitaisha. Wakishaanza vurugu hivyo, unadhani yani mwanaume apandishe pepo ni mchezo? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mnamkumbuka yule profesa na mtoto wake? Mnamkumbuka? Sasa mtu kama huyo akiamua vuruge vipi? Profesa ila ana roho na ana hela. Sasa wewe hauna hela na Mungu humtaki. Jamaa ana hela, ana elimu ya mwisho. Uprofesa ndio elimu ya mwisho duniani. Hakuna elimu nyingine duniani. Ni profesa ndio elimu ya mwisho. Ndio msomi wa mwisho duniani profesa. Lakini ana mapepo yasiyo ya kawaida. Akifika kwenye nguvu ya Mungu, mapepo yanaonekana. Sasa mtu ametoka Njomba anakuja kuombewa. Huyo mtu ni kwa nini Mungu asimsaidie? Na aliondoka akiwa mzima, ile shida hamna, siku masukari. Ameniambia mchungaji, nashukuru sana, nimepona, natamani nihamie Dar es Salaam. Nikamwambia karibu sana Chanika, tupo tunakusubiri. Mungu kamfungua. Kwa nini? Alionyesha bidii mbele za nani? Za Mungu. Kumtafuta Mungu inahitaji bidii. Wewe sio ambao unatokea ng'ambo ya pili pale, ila kanisani unakuja baada ya mwezi mzima. Kuna watu wa namna hiyo, wanasubiri shida zikija. Shida ikija ndo anakwenda kumfanya Mungu kama mganga wa kienyeji. Akiombewa akapona, anapotea. Sikiliza nikwambie, ukishaona shida yako imeondoka, ng'ang'ana mama. Ng'ang'ana kabisa, kwa sababu hiyo shida ilivyoondoka sio kwamba imepotea moja kwa moja. Inakusubiri, imeondoka kwa sababu kuna nguvu ya Mungu imeingia ndani yako. Nguvu ya Mungu ikiisha, shida ile inarudi. Sema Yesu nisaidie. Sema Yesu nisaidie. Unatakiwa uelewe hivi, kila siku hautakiwi ushughulike na hiyo shida. Shida inatakiwa iishe ili uanze ukurasa mpya wa kumtafuta Mungu katika mambo mengine. Amen. Kwa sababu najua hata kama ungekuwa mgonjwa, fanya bidii upone. Ukishapona linda uponyaji ili umuombe Mungu akusaidie mengine, kwa sababu najua hauna shida tu ya ugonjwa. Unakuta na uchumi nao unakusumbua. Sasa utashughulika na ugonjwa mpaka lini? Ugonjwa upone na Mungu aende hatua nyingine, akusaidie katika vitu vingine. Lakini kwa nini watu hawasaidiki katika vitu vingine, wanabaki na kitu kimoja? Hawajawa na juhudi. Hawajamtafuta Mungu kwa juhudi. Nimalize kwa kukusisitiza kwamba hakuna tatizo ambalo linamshinda Mungu. Halipo. Nataka ujitafakari upya. Nenda ujitafakari, kwa nini shida iondoke? Mimi mtu anaweza kaniambia shida iondoke kwa sababu mchungaji hauna nguvu ya Mungu. Nakataa. Kwa sababu nimeshaona watu wanapona shida zaidi ya za kwako hizo. Zinaondoka kabisa, shida zote zinaondoka, wanakuwa mzima. Kwa mfano ni kila siku namwangaliaga tumpe vipi? Bwana asifiwe sana. Yaani ujue Yesu yupo kabisa ndugu zangu. Yupo. Ujue nikimwangaliaga tumpe nasema kumbe shetani ni mbaya. Tumpe alionekana kama bibi wa miaka 70. Ila sasa hivi akisimama akakwambia umri alionao unakataa. Yesu kamtengeneza, kaondoa makorokoro yote. Sasa tumpe ufanye uzembe, hayo makorokoro yarudi. Atushughuliki nayo tena hayo. Huo ukurasa tumefuta kwamba Mungu amemtoa mautini. Bwana asifiwe sana. Hakuna kitu kinachomshinda. Hakipo. Usisubiri shida ikukabe ndio uokoke. Okoka mapema. Mungu akikutafuta utamkwepa. Mungu akikutafuta atakurudisha hata kwa fimbo za kutosha. Tena ni bora uende mwenyewe kabla fimbo hazijatokea. Fimbo zikishaanza kutokea utaokoka na fimbo zitaendelea. Unasali na huku unachapika. Unasali na huku na kifua kikuu kinakusumbua. Watu wengi wanasubiriki matatizo ndio waokoke. Okoka ukiwa safi, hauna shida. Usisubiri shida ndio ikupeleke kwa Mungu. Sema amen. Kuna kijana mmoja ambaye wakati nikiwa na huduma kijijini 2018 wakamleta mdogo wao, ameenda hospitali, amekaa siku 9.
anaumwa apone. Daktari mmoja ameokoka akasema huyu mpelekeni kwenye maombi. Asubuhi wanataka kumleta kwenye maombi, akazima. Yaani akazima kabisa. Yaani kama mtu akafa, tuseme akafa. Damu haitembei, pumzi haitoki. Daktari akasema atumpeleki mocho, alipeleka kwenye maombi, wameshamchukua. Huyo dogo alikuwa anaitwa Vina, alikuwa darasa la 7 au la 6 sikumbuki vizuri. Wakamleta kanisani, familia nzima ya watu kama 9. Tulianza kuomba kuanzia saa 6. Yule kijana alizinduka saa 2 usiku. Wameshatangaza matanga kijijini kwamba tayari kijana amekufa. Yaani kuna watu ambao wameshaandaa. Ujue ukitokea msiba, sebule inasafishwa, viti vinatoka, si ndio hivyo? Na kuombea usipatwe na msiba kwa jina la Yesu. Sebule yote inatolewa, TV zote, makabati yanawekwa store. Wameshafanya hivyo kijijini. Tuliomba kuanzia saa 6. Niliomba kuanzia saa 6 mpaka saa 2 ndio kijana anazinduka. Wapi? Nilikuwa sijui nabeba maiti sijui vitu gani ndio. Okay. Nikamwambia familia yake, ninawaomba sana, hii nguvu inayomtafuta huyu lazima itampata mtu. Isipomchukua yeye, atachukuliwa mtu katika familia. La kufanya, mchungaji tufanyeje? Okokeni. Yaani ni sharti dogo tu. Tuko tayari mchungaji, tungoja tukajadili. Wokovu unaenda kujadili? Yaani kuokoka maana yake ni kupona kutoka kwenye kifo. Wewe unasema ngoja nikajadili na mke wangu. Ndio maana kwenye swala la uokovu utakiwa msikilizi mume wala mke, kwa sababu ni maisha yako. Sema amina. Utakiwa umsikilize baba wala mama, ni maisha yako. Mimi walinipinga kuokoka, ila niliokoka. Na leo wakiwa na shida wananipigia niwaombee. Sasa nikawaambia kabisa. Yule kijana akahudhuria kama mwezi. Yaani wakaanza wanamsindikiza, ni kama wanamsindikiza, wakaenda wanapungua, kaka mtu kapungua, kaka mwingine kapungua, mama kapungua, akabaki kijana mwenyewe akaacha. Wakaanza kusema samtani, kwa sababu sikijijini maneno yanafika. Yaani yule mchungaji kila naye muombe aokoke. Sasa nikasema mimi kikosa langu liko wapi? Yaani mimi nimeacha kazi zangu, nimeitwa nije Chanika nichunge viti. Nimeitwa nikuchunge wewe unayenisikiliza. Sema amina. Akaanza maneno. Ujue maneno kwa mtumishi wa Mungu ni hatari sana. Nikafadhaika, nikasema okay sawa, mna shida. Kuna shida. Miaka imepita 2018, 19, 20. Kakake mkubwa anaitwa Mtalemo. Ghafla tu akasikia kitu kinambana. Kuisha bali. Kafa. Wakasema lakini mchungaji alisema mtu akituma mashetani kwenye familia yako, yale mashetani uwaga yaondoki mpaka yameondoka na damu. Unanipata vizuri? Unaelewa vizuri? Nishawahi kufundisha kitu kinaitwa siku ya uovu. Siku mbaya ambayo shetani ameamuru upatwe na matatizo katika familia yako. Akikukosa wewe anamchukua mtoto. Akimkosa mtoto anamchukua baba. Akimkosa baba anamchukua mama. Yeyote. Yaani mapepo yakishatoka kuzimu yanatafuta damu, uwaga yarudi bure, kwa sababu yakirudi ni adhabu ya kutosha. Yanatafuta yeyote. Sema amina. Ndio maana hata siku ile ambapo nilipata ajali, bodaboda ambavyo walinigonga, ile ajali ilikuwa imenikusudia mimi, ila Mungu akaniepusha. Sasa mashetani yakurudi bure, yakachukua zile damu za bodaboda, kafa pale ikawachukua. Yule jamaa akafa. Alipokufa nikaenda msibani. Kipindi hicho nilikuwa Shinyanga. Nikaenda msibani, nikamkuta kijana mwingine wa bodaboda anaitwa Yusto. Alikuwa ananibeba, namwambia okoka, na siku hiyo akaniambia mchungaji, msibani napiga magoti niongoze sala ya toba ulioyasema nimeona kakaangu amekufa kifo cha ajabu. Nikamuongoza sala ya toba. Mpaka leo anaishi na ni mzee wa kanisa, yupo kijijini, anafanya kazi zake Geita. Mungu anaendelea kumsaidia. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Yesu yupo. Yesu ni halisi. Yesu ni halisi. Yesu ni nani?
sio mwanadamu. Sivyo kama unavyomfikiria. Ukimwamini, umekusudia, lazima maisha yako yatabadilika. Lazima kila kitu ambacho unakifanya katika maisha yako kitabadilika. Mimi mwenyewe nimemuona akinibadilisha. Sema amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ujue unaenda kuanza kanisa na mke wako na mtoto na binti wanne. Alafu unafunga speaker, unaomba. Nilikuwa naomba, shida zinakufundisha kuomba. Ndugu yangu, nilikuwa naomba. Nilipokuwa nikifunga speaker kale, nilikuwa naomba masaa mengi sana. Alafu nikiomba ninachungulia, je, ni kuna mtu anatokea? Hakuna anayetokea. Bwana asifiwe sana. Hata mzee Saidi alikuwaga jirani pale, yuko anasoma Biblia nje. Sasa nikitoka na huyu mzee mbona anasoma Biblia ila asije kanisani kwangu? Bwana asifiwe sana. Siku moja ndo mke wake akaamua akasogea na vijana wale wa wajukuu, wakaja pale. Nikafurahi, nimepata mshirika. Nikamwambia, vipi huyo sasa, huyo mume wako? Sema atakuja. Sasa walionionaga naanza vile kwenye maturubai, sina hata mtu mmoja. Sasa hivi Jumamosi tumekaa hivi, Jumapili ni wengi zaidi. Mungu kafanya mengi, Mungu katupatia eneo la kanisa. Yaani Mungu ametu surprise. Kwa nini usiamini kama Mungu yupo? Mungu hayupo kwa ajili ya kutoa mapepo tu. Mungu yupo ili akufanikishe pia. Halo? Mungu hayupo tu ili atoe shida. Mungu yupo ili akupe maisha pia. Kwa sababu hauna maisha nje ya Mungu. Ukiyakosa kwa Mungu utayatafuta kwingine. Kwa Mungu kuna maisha. Mwambie mwenzako, kwa Mungu kuna maisha. Mungu ni halisi. Anazo nguvu za kukubadilisha. Inua imani yako. Weka bidii. Weka juhudi. Mungu hawezi kukuacha. Hawezi. Lazima kuna kitu kitazaliwa katika maisha yako. Mtu mwenye juhudi sio mtu wa kulalamika. Mtu mwenye juhudi anaishi na shuhuda za kutosha. Yaani Mungu tazani ni ndugu yake kabisa. Yaani atakachokuwa anasema tu Mungu anafanya. Sema, Yesu nisaidie. Simama kwa miguu yako. Nataka nikuongoze katika ombi fulani hapa. Wangapi mmenielewa? Mmenielewa vizuri? Kabisa. Wangapi mnampenda Yesu? Hata asipokujibu unampenda? Amen. Bwana asifiwe sana. Tutafika watu wa Mungu. Mungu amenituma katika mji. Na mji Mungu ametupa sisi hapa. Na tunauchukua. Sema amina. Nakwambia Mungu amenituma katika mji. Utajua tu. Utajua kama ujui. Lazima jambo litendeke. Watu watakimbilia hapa kutafuta msaada. Kuna mtu nje huko, ninakuabudu Bwana, wewe wa ajabu, ninakuabudu Mfalme. Sema, Bwana Yesu, inua mikono yako juu. Nakuja mbele zako, naomba unisamehe kwa kuwa na imani legevu, kwa kusitasita, kwa kukwama. Naomba unisaidie. Ninainua imani yangu kwa juhudi, kwa bidii. Nahitaji nikutane na wewe. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Ninasimama sasa, ninatangaza kila kifungo ambacho shetani amenifunga kwacho, ninakikataa. Kifungo cha utasa, kifungo cha magonjwa, kifungo cha umaskini, vunjika. Kifungo cha nguvu za giza, kifungo cha roho za familia, vunjika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe pepo, ewe shetani,
achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia familia yangu, achia familia yangu, achia familia yangu, achia familia yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inua mikono yako juu, sema kwa damu ya Yesu ninakata kila connection ya kipepo inayozunguka kwenye maisha yangu. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Anza sasa kuomba kwa jina la Yesu. Anza kukataa kila nguvu yoyote ambayo unahisi na kugandamiza. Usiwe na bidii kwa Bwana. Anza kukataa kila kifungo. Anza kukataa kila nguvu za giza. Anza kukataa kila magonjwa. Anza kukataa, anza kukataa, anza kukataa, anza kukataa. Kanisa likasimama, kanisa likakataa. Wakasema Petro hawezi kufungwa. Wakaenda kuomba. Hawakuomba tu, waliomba kwa bidii kwa ajili ya Petro. Nawe omba kwa bidii kwa ajili ya afya yako. Nawe omba kwa bidii kwa ajili ya watoto wako. Nawe omba kwa bidii kwa ajili ya uchumi wako. Nawe omba kwa bidii kwa ajili ya huduma yako. Nawe omba kwa bidii kwa ajili ya familia yako. Omba kwa bidii, omba kwa bidii. Kama ni mwanafunzi, omba kwa bidii kwa ajili ya masomo yako. Oria masaka, oria masaka, ora masaka. Inua imani yako, inua imani yako. Bwana anakusikia. Inua imani yako. Yesu anakusikia. Inua imani yako. Mungu anakusikia. Inua imani yako. Inua imani yako. Inua imani yako. Imani yako. Inuke, 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 inuke. Omba kimaanisha, omba kimaanisha, omba kimaanisha. Paza sauti yako, omba kwa jina la Yesu. Funga huo mlango mzee Saidi, wa damu ya kondoo, wa damu ya kondoo. Omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa bidii, 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 omba kwa bidii. Mwambie huyo aliyekushikilia nguvu zote zilizokushikilia, piga kwa jina la Yesu, kataa kwa damu ya Yesu. Mwambie Mungu, naomba unitue kila mzigo wa shetani, ila mzigo wa dhambi, ila mzigo wa magonjwa uondoke kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Uondoke kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu. Uondoke kwenye maisha yangu kwa moto, 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 kwa moto. Ita moto kwa jina la Yesu. Bwana tufungue, Bwana onekana nasi kama kanisa. Tunasimama mbele zako, tunaomba kwa bidii. Bwana ututokee, ututokee. Rikasakatapa, rikabakatapa kata, erimasakatapa, erimasakatapa, erimasakatapa. Hilo vazi la kipepo, hilo vazi la kishetani ambalo ulivishwa, hicho kifungo ambacho ulifungwa kinakatika. Kataa, usiishi kwenye vifungo kwa jina la Yesu. Mungu anakusikia mwenyewe. Yuko mahali hapa, 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 yuko mahali hapa. Mungu mwenye nguvu yuko mahali hapa. Mungu mwenye uwezo yuko mahali hapa. Ulimasaka, sema naye, sema naye, sema naye, sema naye. Anakusikia, anakusikia, anakusikia. Omba kwa Yesu, 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 omba, 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 omba. Rakatakata, rakatakata, rakatakata. Katika kamba za kuzimu, katika minyororo, katika mapepo, katika majini, katika ukoo, katika familia, katika roho zote za kuzimu zinakatika leo, zinavunjika leo, zinaachiliwa leo. Kwa damu ya kondoo, Bwana tunawasha moto, tunakuita ututoe. Hebu mwambie Mungu katika shida ulionayo, katika kifungo ulichonacho, kata, 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 kata kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. Angusha, 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 angusha. Angusha ngome zote, 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 angusha ngome zote. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Vifungo vyote vinakamata moto, vifungo vyote vinakatika, vifungo vyote vinaachilia kwa jina la Yesu. Tangaza leo, jivue leo. Kata kamba hizo, 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 kata, 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 kata kwa jina la Yesu. Vunja mamlaka zote, vunja kuzimu, vunja giza, vunja shetani, vunja mizimu, vunja mapepo, vunja majini kwa jina la Yesu. Ninatangaza uko huru sasa. Yesu anakuweka huru, Yesu anakuseta huru, Yesu anakuseta huru, Yesu anakuseta huru. Hautaonewa tena kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana ukatembee kwenye madhabahu, ukatembee kwenye hekalu, ukatembee kila sehemu. Rika
rika baba 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 rika baba baba riba 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 sakaba rakata 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 raka raka rasa paria rima riba wajinaso ufunguliwe ufungoka fungoka kamba zote. Mwambie Mungu nifungue, mwambie Yesu nifungue. Unajua kiki bila kifunga, unajua nini shida ipo, unajua wapi shetani amekukamatia. Mwambie Bwana, mimi naomba unitoe kwa jina la Yesu. Bwana, tunakuita, tunawasha moto hii siku ya 4 ya maombi yetu ya kufunga na kuomba kati ya siku 40. Bwana Yesu, tunakata hiyo minyororo, tunakata hiyo vifungo, tunakata hizo ila, tunakata mnyororo wa maskini, tunakata mnyororo wa kipepo, tunakata mnyororo wa kuchirika wa damu ya Yesu katika wa moto wa moto wa moto wa moto wa moto wa moto washa moto washa moto moto Bwana moto Bwana moto Bwana moto Bwana moto Bwana ukawake moto 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 Bwana moto Bwana moto Bwana moto moto fire 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 moto 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 kwa jina la Yesu. Waliokushikilia wakuachilie, walioshika mali zako, walioshika afya yako, walioshika mume wako, walioshika watoto wako, walioshika uzao wako, kwa jina la Yesu natangaza wakuachie leo, wakuachie leo, wakuachie leo, wakuachie leo, wakuachie leo, wakuachie achia 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 vifungo, achia shakata kaparabakata pa rikata kaparamando rikababa baba vunja 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 kwa damu Yesu. Teketeza kabisa, 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 angamiza 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 kwa damu Yesu, angamiza 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 kwa jina Yesu, angamiza 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 kwa moto, angamiza 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 kabisa kwa damu Yesu. Vunja nira zote, vunja ila zote, vunja nguvu zote, vunja vifungo vyote, vunja kila mikatale, vunja kila minyororo, kila gereza ambalo shetani amelipanga, ambalo shetani ameliweka ili kutesa watu wako. Bwana, naachilia moto, 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 moto kila mahali. Washa moto, washa moto, utoke huko, utoke, 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 utoke. Waliokushika, waliokushika wakuachie, 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 wakuachie. Rika sakata, rika mando saka, rika mando saka, rika mando saka, rika mando saka. Waachie elimu yako, waachie watoto wako, waachie mume wako, waachie uzao wako, waachie biashara zako, waachie kwa jina la Yesu. Piga 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 piga, tuko kwenye vita, lazima shetani achilie, lazima shetani achilie, lazima shetani achilie. Tupo kwenye vita, tunashindana na nguvu zote, tunashindana na mashetani, tunashindana na mairobasaba mandorobasia 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 rakata kata kata ra riara 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 ria 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 masakata pa adameso 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 adameso. Piga, shambulia 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 hiyo miungu, shambulia shambulia Yesu, na shambulia miungu yote ya chanika, miungu yote ya ardhi, miungu yote ya hewani kwa Yesu, ambayo inazuia nguvu zako Bwana zitembee katika mahali hapa, ili watu wazokelewe kwa Yesu. Hizo nguvu kwa Yesu na sasa kwa zama pega 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 raba 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 riba raba riba baba riba baba kwa Yesu kwa Yesu kwa Yesu kwa Yesu kwa Yesu kwa Yesu. Tunashambulia miungu yote ya mahali, miungu yote ya angani, miungu yote ya ardhi kwa Yesu. Napiga 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 hiyo miungu, 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 hiyo miungu na hata Yesu, miungu yote kwa jina la Yesu, miungu yote anga, miungu yote teketea, miungu yote anguka, miungu yote kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu.
Miungu ya Chanika, Yesu, Yesu, piga, omba, wadames, 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 kwa moto, kwa moto, kwa moto, 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 angamiza, Yesu, piga, Yesu, angusha, Yesu, moto, Yesu, moto, Yesu, moto, Yesu, moto, Yesu, moto, 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 kila kizuizi na kuzuia Yesu, tulikitoa Yesu, tulikitoa Yesu, moto, 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 natangaza Bwana, nafungua anga la Chanika Bwana, ninaomba neema yako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Inua mikono yako juu. Sema Yesu nichunguze. Yesu nikague. Yesu nifungue. Kwa jina la Yesu. Na ruhusu nguvu yako iingie ndani yangu. Nguvu zote za giza hazina nafasi tena. Hazina nafasi tena. Hazina nafasi tena. Roho ya kukata tamaa na ikataa. Roho ya kuonewa na ikataa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Piga Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaendeleaje binti yako? Najisikia amemalika. Wewe atakiwa anze kusali. Ya sio sura sote. Jina la Yesu, kuanzia sasa roho za majini, roho za vifungo juu ya huyu binti, katika kwa jina la Yesu uko huru. Usionewe. Usionewe kwa jina la Yesu. Shule utasoma. Hakuna kukuroga. Kila uchawi nimeuondoa. Kila uchawi nimeukata. Kila uchawi nimeukata. Kila uchawi nimeuvunja kwa damu ya Yesu. Uko huru. Mr. Victor. Yeah? What happened yesterday? They didn't? Okay. So somehow God is working there. Somehow Mungu anafanya kitu. For sure. Just come. I want to pray for you. Come. Tukae wengine. Chunguza. Nichunguza. Bwana. Jina la Yesu. Thank you Father. Asante kwa ajili ya uponyaji. Endelea kuzikomesha sauti zote za kipepo. Get out by the blood of Jesus. Out. Out. Fire. 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 I command every spirit. Every spirit. Every spirit. Get out. 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 In Jesus' name, I rebuke every evil spirit. I rebuke every evil spirit. I command you, get out. Go! Go!
Go, go, go out in Jesus name. Baba, naachilia uzima katika jina la Yesu. So make sure even tomorrow you attend the service. But make sure you come early. Morning service session. So just make sure. Yes, I told you it's just a very good time. When you pray, you can tell me before like you see a few things. You are free starting from now. So don't be confused when you go to dress you. This is enough. You know, always the devil is enough. Always he's coming to lie with you. Still in the end of that. You are free. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Njoo mama na wewe nikuombee kidogo. Njoo mama. Tumaliza ibada ya sisi. Kubaliana hivi. Mfalme katika jina la Yesu. Achilia neno. Kila kinachoficha juu ya mama huyu na uzao wake akiapisha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaamini kwamba Yesu yupo? Kabisa. Kwa maana uko hapo kwa sababu naamini Yesu. Siku moja nilikuwa nawaambia kijijini. Kijiji nilichokuwa nachunga kilikuwa na uchawi mwingi sana. Nikasema spidi ya watu kuokoka ikiongezeka, wachawi wanakosa nguvu, si ndio hivyo? Kwa sababu wakienda nyumba ile kuna mlokora anaomba kule, yani moto kila sehemu. Kwa hiyo lazima tuombee roho ya wokovu chanika, watu waokoke. Amen. Chanika na watu wengi. Na of course ili yangu tunapinga sana watu wasisali. Sababu hiyo kesa aliyosema huyo mama nimeshakutana nazo nyingi. Anasema natamani nisali hapa lakini mume wangu ananilazimisha niende Roma. Ananilazimisha nisiende kanisa lote la wokovu. Bwana asifiwe. Lakini tu nataka nikutie moyo. Unasema unaitwa nani? Eliza nikutie moyo kwamba imani ni swala la mtu. Wewe pambana. Atakuelewa na atafika sehemu atakubali. Akitaka kushindana na Mungu, Mungu anajua atakachomfanya mpaka atatulia. Bwana asifiwe sana. Unaweza kutoa sadaka yako kisha nikubariki. Tukutane kesho saa 3 kamili. Unaweza kutoa sadaka. Ni neema ya Bwana. Ni neema. Inua mikono yako juu. Yesu, bariki watoto wako. Wape neema, watangulie. Endelea kutenda mema juu ya maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea baraka, ninawaombea uzima, ninawaombea ushindi kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Niombe tu Mungu akusaidie upate nafasi ya kuja ibada kesho. Amina. Ni muhimu sana. Kuna somo nitafundisha na tutafanya operation. Ujue ili tuenda tutakuwa tumpumzishe shetani, sawa? Yaani haya ndio maisha yetu ya kuomba na hapa bado hatujaomba. Yaani tunatakiwa tu